nataka kusema hapa ni kwa uongozi wa soko kuwa na kanzidata, orodha ya wafanyabiashara wote watakao kuwepo ndani ya soko. Ulipaji wa kodi ufanywe kwa kutumia mifumo ili asiweko hata mmoja ambaye hatalipa kodi hizi. Kwa kutumia mifumo tunaweza kumjua kila mfanyabiashara aliyeko yuko pahali gani, anafanya biashara gani na kiasi cha kodi anachotakiwa kulipa. Kwa hiyo twende tukatumie mifumo. Ndugu yangu Ashraf au sijui mwanangu, kwa eji yako, kama hujajipanga, wasiliana na ofisi ya waziri mkuu au TAMISEMI, muunganishwe na iga mifumo ya serikali ili mifumo iunganishwe ndani ya soko na soko liendeshwe kisasa kabisa. Lakini uwazi kwenye mapato na matumizi, na hili narejea kusema ndiyo sababu kule nyuma soko hili lilitiwa moto. Uwazi wa mapato na matumizi yanapokuwa hayapo wazi, unapokuja ukaguzi, jambo la maana karibu hivi ya watu kuhifadhi nafasi yao ni kutia moto ili taarifa rekodi zisiwepo. Kwa niwaombe sana uwazi wa mapato na matumizi ndani ya soko. Jambo jingine muhimu ni mazingira yanayozunguka soko hili. Mwingiliano wa shughuli za biashara umeleta msongamano mkubwa kwa watu wa mahali hapa. Natamani tujifunze kwa masoko ya wenzetu nje. Mizigo nimeshasema ishushwe kwa mpangilio na kutoa bidhaa zitoke kwa mpangilio kwa nyakati maalum, lakini ununuaji hauna nyakati maalum. Saa zote watu watakuwa wananunua, kwa utoaji wa mizigo nao ufanywe vizuri ili kusilete msongamano. Jambo jingine ambalo nataka ni washukuru management ya soko hili ni uwepo wa maji. Nimeambiwa kuna tanki lina maji tani za kutosha, lita za kutosha za maji ziko hapa. Kwa soko hili litakaa likiwa halina wasiwasi na ukosefu wa maji. Hapana, maji yapo ya kutosha. Na kwa sababu hiyo usafi wa mazingira ya soko kwa maeneo ya maliwato, lakini pia maeneo yatakayokuwa na bidhaa za kuchinja kama nyama na kuku, niombe sana soko hili liwe safi. Tulinde afya za wateja, usafi ni muhimu sana.